Sasa hii nyumba nikimaliza tu yani serikali kubwa, kampuni kubwa ya utawala wa kitaifa hii Kenya hii ikiniwezesha tu ini boost tu nichenge hii nyumba, kusema kweli Kenya haitakuweko na resafu ingine yoyote ila mji mkuu katika ulimwengu. Hata nimeandika, nimerudia hapa, kwa sababu wengi, kila taifa watafika hapa, na kila taifa nitakuwemo na mradi wangu wa kuendelea kazi hii. Kazi ya kuteketeza magonjwa na mauti ni kazi ya usafi katika mataifa. Hiyo ndio inaweza kufanya hata msamaha uachiliwe kwa wote dunia hii. Itafika wakati nitasema anayependezwa na usiku apepe mkono wa kushoto juu. Nitaweka karani wa kuandika hao. Na anayependezwa na mjana kuliko usiku apepe mkono wa kuume juu. Nitakuwa nimewasemea wote, kila mtu amechakua mahali anataka. Kama ni wa usiku milele, kama ni wa mchana milele. Hivyo. Na hii nyumba itafutia watakatifu kwa jinsi hii kwamba itasoma God, Mungu. Na niulize, nyinyi mawakili, ni nani kwenu aliyejenga nyumba kwa jina lake? Hii nyumba itakamilika na ni entrance ya kuingia kwa nyumba kubwa, Great House of the Kingdom. Nayo hiyo nyumba itakuwemo na industry of sculpture, design making by wood and clay. Nitaandika vijana, watu watafanya kazi. Mimi sinanga ukabila, watafanyamo kazi, nitaandika. Mimi sitajenga nyumba ya kutokamu nikienda kufanyia mwanadamu kazi. Wakuje wafanye, alipwe. Mimi akili ninayo ni zaidi wa kujiita mwakili bali mtaalamu. Hiyo ndio ilikusudia niite serikali yangu kubwa hii ikuje ioneko. Alafu changamoto ilikuwepo ya shetani mkubwa kunuhusia kwa shamba na kupotea. Hiyo hasira ipungukeko, njia iendelee. Na huyo atasakwa na walia uhusia waulizo masali kwamba mlinunua kwa nani? Kwa mkono ama kwa simu? Kama wanunua kwa mhalifu, basi watahukumiwa kama mwenye kununua mali ya wizi. Shetani ni mwizi. Shetani mnyang'anyi. Sasa mwenye ananunua kwake na anaona title linasoma mimi, sio yeye. Wote hawana hadia. Hiyo ni swali. Na kutoroka. Wameniacha hivyo kama mchinga. Mimi kusimama akili yangu, kusema kweli, nitajenga kambi ya watakatifu wenye imani hapa. Na kila kilabu iliyo hapa ni viwili, viondoke. Kwa sababu hao wananibo. Hata mlisikia mlevi hata urithi ufalme wa mbinguni. Hata Rastaman astahili kuingia kwa nyumba ya vileo. Pombe ni kitu tofauti mbaya sana. Unaona, inaharibu watu brains za kuenda kwa akili na urembo, tena mwili kuwa dhaifu, roho dhaifu, na tena ndio entrance ya usharati, ukaidi. Kwa hivyo hiyo pombe haikaribii kwa eneo takatifu. Kambi itachengwa.